Asante Yesu. Amen. Tunaenda kusoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5. Leo asubuhi tutasoma na kujikumbushia kuhusu unyenyekevu. Maneno ya Mungu yanasema, basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili akawakweze kwa wakati wake, ukimtikisha yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi ni kama simba angurumaye, zunguka akitafuta mtu ammeze. Nyinyi mpingeni huyu, mkiwa hodari katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yalitimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Haleluya. Maneno ya Mungu yanatukumbusha kwamba tuweze kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili yeye aweze kutukweza kwa wakati wake, ili tuweze kwenda sawasawa na Mungu anavyotaka. Ina maana tumeambiwa tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu. Yani unajiweka ndani yako, unasalenda ndani ya Yesu, na tunafanya hivyo kwa maombi, tunafanya hivyo kwa kumsifu, tunafanya hivyo kwa kulisoma jina lake, inakuwafuata yale yaliyo mapenzi ya Mungu, kuyafuata yale ambayo Mungu anatuagiza kuyatenda, ndio kunyenyekea. Tunatakiwa kunyenyekea. Tunaona Yesu hata mwenyewe aliweza kunyenyekea, akasema hakuna lolote ambalo nimelifanya kwa shauri langu, bali lile ambalo Baba amenituma ndio ambalo nimelifanya. Na sisi ili kuweza kunyenyekea, ni lazima tufanye yale ambayo Yesu Kristo ametuitia kuyafanya, yale ambayo Yesu Kristo ametutuma kufanya. Maana tunaponyenyekea ndipo na utii unapokuja, na maana utii unapokuja, tutakwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Maneno ya Mungu yanatuambia katika Filipi kwamba Yesu alinyenyekea, akanyenyekea na kutii, na hata mauti ya msalaba akamkuta, kwa sababu alinyenyekea. Hakutaka kwenda tofauti na yale ambayo aliagizwa, hakutaka kwenda tofauti na yale ambayo yalikuwa mapenzi ya Mungu. Alitamani, kuna wakati alichoka, akaomba pushwe kile kikombe, lakini akasema ya kwamba si kwa mapenzi yangu, bali mapenzi yako Bwana. Na sisi tunaponyenyekea, ina maana tunayatenda yaliyo mapenzi ya Mungu, tunakwenda sawasawa na shauri la Mungu, tunasimama katika kusudi la Mungu, ili kuweza kunyenyekea katika ule mkono wa Mungu ulio hodari, ili sasa hata pale ambapo tunapokuwa katika hali fulani, Mungu anajitokeza, Mungu anajikweza, Mungu anaonekana kwetu, kwa sababu tumekutembea pamoja naye na tumenyenyekea katika utukufu wake. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Hata maneno ya Mungu yanasema Mungu si mwanadamu hata akasema uongo. Mungu wetu ni mwaminifu, amesema tunyenyekee chini ya mkono wake ulio hodari, chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili atukweze kwa wakati wake. Anasema huku mkimtwika yeye fadhaa zetu. Kwa hiyo tunaponyenyekea, tunaendelea kwamba yote ambayo yanatusumbua, yote tulio nayo, tunamtwika yeye. Nimetoa ule mfano ya kwamba akasema kwamba niepushe hichi kikombe, ni kwamba aliweza kupeleka ile shida aliyokuwa nayo mbele za Mungu, lakini pamoja na kwamba aliipeleka ile shida aliyokuwa nayo, akusema kwamba isiwe kwa mapenzi yangu, bali mapenzi yako yaweze kutimia. Kwa hiyo tunapomtwika fadhaa zetu, tunaambia Mungu, wewe ni Mungu unayeshughulika na mambo yetu, wewe ni Mungu ambao umekuja kwa ajili yetu. Kwa hiyo hili nalileta kwako, na hiyo unaonyesha unyenyekevu, kwamba ujaribu kutumia nguvu zako, ujaribu kutumia akili zako, kwa sababu hata maneno ya Mungu yametuambia katika Methali kwamba tumtumainie yeye. Unaonyesha kwamba unamtumainia Mungu unapomtwika yeye fadhaa zako, unapomtwika yeye yale ambayo yanatusumbua katika dunia hii. Na ukiangalia maisha siku hizi ni mengi mno yanayotusumbua katika dunia hii. Maneno ya Mungu yanasema
tuwe wenye kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wetu. Mungu aweze kutusaidia. Kama nilichosema, dunia hii tuko busy mno, maisha sasa hivi tunakimbizana mno. Mungu atusaidie kuwe na kiasi katika kukimbizana, kuwe na kiasi katika hivyo, tuendelee kunyenyekea chini ya Mungu, kwa sababu huu busy ambao tunakuwa tuko nao, shetani nao anapitia umo. Ndio maana hata maneno ya Mungu amesema kwamba tuwe na kiasi, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi ni kama simba ngurumaye. Katika huu busy unaweza kujisahau kuomba, unaweza kujisahau kusoma neno la Mungu, unaweza kujisahau katika ubize tulionao. Unaweza kuwa hakuna kitu kibaya ambacho unakitenda, hakuna dhambi unaoitenda, lakini huu busy unakuta ni kwamba unatutoa katika kusudi la Mungu, kwa sababu ni lazima tuombe. Ni lazima mwalimu anasema tuombe ili tusije tukaingia katika majaribu. Mungu aweze kusaidia kulisoma neno lake ili kukaa, kwa sababu tumeambiwa kwamba huyu Ibilisi ni kama simba angurumaye ambaye anazunguka akitafuta mtu wa kummeza. Kwa hiyo tusiponyenyekea na kuwa watii na kuwa na kiasi na kukaa katika uwepo na nguvu za Mungu na kuyafuata yale ambayo Mungu ametuagiza kuyatenda, basi tutajikuta kwamba tumetoka katika mstari wa Mungu na dunia hii itatuwekea ubizi, na hapo sasa tunaweza tukaingia katika mawazo tukaanza kumkosea Mungu, kwa sababu ndivyo yule muovu ambaye ni muongo. Unakuta sasa tunaingizwa mawazo ambayo sio ya kumtendeza Mungu na sio ya kuliamini neno la Mungu. Unakuta tunawaza sasa, unaanza kujirudishia mizigo, kwa sababu maneno ya Mungu ameshatumtwike yeye, kwa maana ni Mungu anayejishughulisha na mambo yetu. Sasa unaweza ukaomba ukawa sasa umepeleka vyote mbele za Mungu, and then kwa sababu ya ubize Ibilisi anarudi tena. Unaanza kujiuliza sasa, hivi kile itakuwaje, hivi kile nitafanyaje, hivi hichi. Sasa unaanza wakati umeshaomba vyote, umeshakabidhi mbele za Mungu, afu unaanza kujitwika tena mizigo, unaanza kujirudishia tena mizigo, kwa sababu shetani ndio anavyofanya ili tuweze kulemewa na tuache kusimama katika kusudi la Mungu. Unakuta tunaenda tunahangaika na mambo yetu. Mungu aweze kutusaidia. Maneno ya Mungu yanasema, na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, akiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawategemeza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Neema ya Mungu ambayo yuko pamoja na aliyotuitia, aliyotupa. Maana ni kwa neema, wokovu ni kwa neema, tumeokolewa kwa neema. Pumzi tulio nayo hii ni neema, kutembea, kuinua, kuweza kunyanyua mkono ni neema ya Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Tuweze kujua sisi kwamba watakatifu sana, ama kwa yule ambaye sasa hivi hawezi kunyanyuka kitandani, kwa yule ambaye sasa hivi hawezi kuchukua mkono akachukua chakula kikamu mdomoni akala. Wewe ambaye unaweza kufanya hivi, ujue ni neema, na kwa sababu ya neema hiyo tuendelee kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili akaendelee kutukweza, ili neema hii ikaendelee kuwa pamoja nasi, ili neema hii ikaendelee kutufundika katika mambo yote tunayoyafanya, ili tusifue bize tukamsahau Mungu tukaikosa neema. Lakini Mungu wetu ni wa huruma, Mungu wetu ni wa msamaha. Tunapojirudi, basi Mungu ni mwaminifu na ni Mungu wa haki na ni Mungu anayetupenda. Maana maneno ya Mungu yametuambia uweza una yeye milele na hata milele, kwamba yeye tukirudi kwake na kuendelea kumnyenyekea na kuendelea kumsubiri yeye, basi yeye ni Mungu ambaye uweza una yeye milele na milele. Pia tukisema kusoma katika neno la unyenyekevu katika hiyo Yakobo 4 sura ile ya 6, maneno ya Mungu yanasema, lakini utujalie sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu uwapinga wajikuzao, bali uwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo Mungu anatupa neema. Tunaendelea kuongea ambao tunaambiwa neema ya Mungu iweze kuwa pamoja nasi. Kwa hiyo Mungu anawapinga wale ambao wajiinuao, wale ambao wanajifanya wanajua, wale ambao wenye kiburi. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kuendelea kunyenyekea mbele yake, ili neema ya Mungu iendelee kuwa ndani yetu, ili neema ya Mungu iendelee kutushindia. Maana tumeambiwa kwamba Ibilisi anazunguka
amtafute mtu wa kummeza. Na tukumbuke na kujua kwamba neema ya Mungu imetufunika. Huyu ibilisi anapozunguka, neema ya Mungu imetufunika kutulinda, ili asije akatuumiza, akatuharibu, akatutoa katika makusudi ya Mungu. Bali Mungu aendelee kutusaidia kwamba neema yake ikaendelee kutufunika, neema yake ikaendelee kuwa pamoja nasi, ili tuendelee kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu na kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu, kwamba tusitoke katika shauri la Mungu. Na Mungu awatusaidie sana katika hilo. Katika Methali 16 mstari wa 5 unasema, kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo mbele za Bwana, hakika akosi kuwa na adhabu. Kwa hiyo Mungu atusaidie tusiwe wenye kiburi, tusiwe wenye kujiinua, tusiwe wenye kujiona kwamba tumeshaweza, bali tumtumainie Mungu, tuendelee kunyenyekea ili Mungu aendelee kuyanyosha mapito yetu. Tuendelee kumtumainia Mungu, tuendelee kuwa na unyenyekevu katika kulisoma neno lake, katika kusaidiana, katika kuinuana sisi kwa sisi, maana ndivyo Mungu alivyotuitia. Tuendelee kuwa wanyenyekevu katika kusudi la Mungu, ili neema yake iendelee kutufunika, neema yake iendelee kutuongoza, neema yake iendelee kuwa pamoja nasi, kwa kuendelea kuwa watii katika hiyo, ili Mungu atusaidie, maana Mungu wetu ni mwema. Mstari wa 7 anasema, basi mtiini Mungu. Katika hiyo Yakobo 4 kwamba bali uwapa neema wanyenyekevu. Na maneno ya Mungu yanamalizia katika mstari wa 7 ikasema, basi mtiini Mungu. Mungu atusaidie tuendelee kunyenyekea na tuendelee kumtii, ili neema yake iendelee kutufunika. Ukiangalia hivi vitu vinakwenda pamoja. Mara nyingi tunakuwa tunataka neema ya Mungu, lakini hatutaki kunyenyekea, hatutaki kutii, tunataka kwenda kwenye shauri letu. Basi Mungu aweze kutusaidia kama alivyotukumbusha siku ya leo, kwamba tukaweze kuwa wanyenyekevu chini ya mkono wake wa Mungu ulio hodari, ili aweze kutukweza, na kwamba na hiyo neema yake itakuwa juu yetu, na Mungu atatusaidia katika yote ambayo tunamuomba, na katika yote ambayo tupo katika dunia hii kwayo. Mungu atatuongoza huku neema yake kutufunika, na sisi tukiendelea kuwa wanyenyekevu na kuwa watii kwa utukufu wake. Tujue kwamba neema inatoka kwa Mungu. Unyenyekevu tunatakiwa sisi practice, tunatakiwa sisi tutimize, sisi tuweze kutenda katika huo unyenyekevu. Ndio maana maneno ya Mungu ametuambia nyenyekeeni, yaani ni sisi tunatakiwa kutenda huo unyenyekevu na kuwa wanyenyekevu, ili kuweza kutii na neema ya Mungu iendelee kutufunika kwa ajili ya utukufu wake. Haleluya. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, tunakushukuru Bwana. Nasema asante kwa unyenyekevu Mungu, ambao Bwana unatukumbusha kwamba tuendelee kunyenyekea chini wa mkono wa Mungu ulio hodari, ili Bwana wewe ukapate kutukweza kwa wakati wako Bwana. Kwa sababu pale tunapotumia nguvu zetu, akili zetu, tunafika sehemu tunagota, tunachoka Bwana. Ndio maana Mungu wa rehema unachikuta kwamba tuna fadhaa zetu tunaziondoa, alafu tunajitwisha tena, kwa sababu tunashindwa kunyenyekea, tunashindwa kutii, ili neema yako Bwana ikapate kutufunika na kutuhurumia na kuondoa zile fadhaa tulizo nazo ambazo zinatusumbua. Mungu, katika jina la Yesu utusaidie Bwana kuwa na kiasi, utusaidie Mungu kuwa na unyenyekevu, utusaidie Bwana kuwa na utii, maana Yesu Kristo wewe mwenyewe ulikuwa ni kielelezo katika hivyo vyote. Ina maana kwamba ulituonyesha kwa mfano uliponyenyekea hata mauti yakakukuta Bwana. Na Mungu tunasema asante, kwa sababu siku ya 3 ulifufuka, ushindi tukawa nao Bwana. Na Mungu sisi unatuonyesha kwamba tunaweza Mungu tukanyenyekea na tukapata ushindi, kwa sababu neema yako Bwana itakuwa pamoja nasi, ikituongoza na kutulinda. Baba tunasema asante kwa utukufu wa jina lako. Ubarikiwe Yesu, ubarikiwe Mungu mwenye nguvu, ubarikiwe Mungu mtakatifu. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Baba Mungu nimekuomba na nakushukuru. Amen.
Gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.